Sasa chama ambacho hakina wanachama labda hawafiki hata milioni 1, chama ambacho hakina uchumi, chama ambacho hakina wasomi, na mimi naweza kusema hata dhana inayosemwa Chadema ina wasomi, labda Chadema ina wataalamu, ni dhana potofu. Hakuna chama Tanzania hapa na pengine barani Afrika chenye wasomi wengi kuliko chama tawala. Mimi ni katibu wa siasa na uenezi wa mkoa wa Dodoma. Hapa nadhani nasimia muda mrefu naitafuta shahada ya 3. Ni katibu tu wa siasa na uenezi. Lakini ndani ya CCM ndiko chimbuko la wasomi, maprofesa, watu ambao wamefanya mageuzi mbalimbali. Sasa chama kama hicho utasemaje kwamba chama hicho hakina wasomi? Kwamba CCM ni vilaza, CCM ni machawa, watu wanaunga mkono kila kitu. Haya pia ni maneno ambayo kiukweli uhalisia wake hayana uhalisia. Kwa hiyo kipindi hiki ni kipindi ambacho CCM imeimarika zaidi, na kila kinachosemwa juu ya mipasuko mbalimbali kwamba imo ndani ya CCM ni njama za watu kutaka kuhalalisha na kutaka kuiumbisha na kuendelea kuitikisa serikali. Kwa kweli mimi nachukulia hali hizi zinazoendelea kama mwendelezo wa njama chafu ambazo zimekuwa zikifanywa kama wanavyoeleza viongozi kutoka nje na ndani, ambazo makusudi yake makuu kusema kweli ni kutaka kuiumbisha serikali. Hila hakuna kusudio jingine. Kwa hiyo harakati zinazofanywa zenye sura ya kuonesha kwamba ni watu wanaopazia sauti wale wanaoonewa, wale ambao wanadhulumiwa, ni harakati feki zenye makusudio ya kutaka kuiumbisha serikali isipate mafanikio yoyote katika kipindi chote cha uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo njama hizi unazoziona mara nyingine zinakuja na sura tutaandamana hivi, tutafanya hivi na hivi. Na kwa kweli hata dhamira ya kweli huenda yasiwe maandamano ya kweli. Dhamira iliyomo kwanza ni hicho kinachoelezwa na viongozi wetu kuu ya kufanya uhalifu mbalimbali na kuizamisha nchi, lakini dhamira kubwa iliyoko humu, hii ni mbinu. Wanaharakati wanatengeneza mbinu ya kutangaza maandamano ya mara kwa mara kwa lengo la kuipanikisha serikali. Yaani wakati wote badala ya serikali kuendelea kujikita kuwa na utulivu katika maendeleo, iwe inashughulikia ajenda hizi za maandamano. Kwa hiyo watatoka, kwa mfano walitangaza mambo yaliyokuwa yanasema ambayo hayapo kimsingi na hayawezi kutokea kiuhalifu ya tarehe 7. Sasa wakitoka hapo wewe ni mashahidi, unaweza ukasikia wanasema kwamba tutatoka tarehe fulani kwa ajili ya kukomboa, tutatoka tarehe fulani. Kwa hiyo hii ni mbinu ambayo wanataka kuifanya serikali isipate na utulivu. Na mimi naamini kwamba serikali yetu na rais wetu na viongozi kwa jumla hili wameshalibaini. La njama za kina Maria wenyewe hawa, kina Sarungi, ambaye kwa kweli Maria ni mtu mwovu sana. Ni mtu mwovu sana. Kama mtu anaweza kukubali nchi yake iungue moto kwa ulimi wake na kalamu yake, kwa kweli ni mtu ambaye anafanya jambo sana. Na wanaharakati wengine wanajaribu kutikisa uongozi wa Rais Samia, na wanachosema kuna hiki kuna kile ambavyo vingi havina ushahidi, ni kutafuta uhalali wa watu wale wasio na taarifa sahihi, kuwaunga mkono na kufanikisha uhalifu na kufanikisha kila ambacho wanakinamia. Kwa hiyo mimi dhana hii ya kusema kwamba maandamano na nini si zao la Watanzania. Maandamano na hizi harakati zinazofanya hazitokani na Watanzania halisi. Mawazo yake yanaratibiwa kama yanatoka nje, yanasambazwa na watu wa nje na kwa kushirikiana na watu wa ndani, halafu wanayabadilisha, wanayaonesha kwamba haya ni mawazo ya Watanzania. Na hata maoni yanayoandikwa katika mitandao ya jamii, ambayo kuna wengine wanapotoka kutokana na yale maoni katika inaitwa comment zile. Mfumo wa uandishi wa maoni ni mfumo unaoratibiwa pia na watu wa nje. Unaweza kukuta maoni yako 400, lakini maoni 300 ambayo yataonekana yanaisigina serikali, yanachafua sana, yanaunga mkono kile kitu, ni maoni yanayoratibiwa na vijana walioko nje za nchi, lakini wengine wako ndani ambao wanashirikiana nao. Kwa hiyo ni maoni mkakati. Kwa hiyo hata sehemu ya maoni yale mtu akitaka kufanya tathmini sio sehemu sahihi, kwa sababu ni maoni ya kimkakati, si maoni ya watu wa kule Mtukula, si maoni ya watu wa kule Malangali, si maoni ya watu wa kule Mkuranga, si maoni ya watu wa Lushoto, wala si maoni ya watu wa Kasulu,
maoni haya ni ya kikundi ambacho kinaratibu hili na kufanya jambo hili lionekane ni la taifa, kumbe ni jambo la kimkakati. Kwa hiyo mimi naamini wameshashindwa na watashindwa, kwa sababu waliodhamiria kumtikisa na kumfanya asifikie malengo ya kiuongozi na kiutendaji Rais Samia, wengi wameshavunjika moyo, na hakuna uwezekano, mimi naamini hakuna uwezekano wowote iwe sasa na tunakoelekea wa kuyumbisha na kufanikiwa kile ambacho litaka kufanya, kwa sababu njama na mitego na kila ambacho kilipangwa dhidi ya kuhujumu utawala huu tayari kimeshashindwa. Kwa hiyo hizi kinazoendelea pia ni dakika za lala salama za wale ambao tayari hakuna wanachoweza, sasa wanataka litote. Kwa hiyo Rais Samia pia, moja ya jambo ambalo amelishinda ni mtihani wa wale ambao kwa mioyo yao ya dhati kabisa wanafanya njama za aina fulani na kwa sura tofauti, lakini lengo ni kufanya uongozi wa Rais Samia usiwe na utulivu na usifikie malengo makubwa ambayo ni ya kuwaletea maendeleo endelevu wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo harakati na maandamano ni sehemu ya njama hizo za kutikisa uongozi wa Rais Samia, ambao kwa kweli tayari na kwa uwezo wa Mungu hakuna kitakachofanikiwa.